tumepata changamoto kutoka kwenye nchi zetu, zilisababishwa na wenzetu kwa sababu mbalimbali, lakini wakati mwingine pengine sababu hizo hazikuwa na ulazima sana, tukasahau utu. Athari ni kubwa sana, na leo hii mimi nimeishuhudia kwa jinsi ambavyo mlikuwa wakitoa maelezo. Nimewasikiliza kwa umakini, najitahidi kumwomba Mwenyezi Mungu nielewe mnayoyasema, sauti niisikie, lakini pia niwaone moyoni. Ni agizo la Mheshimiwa Rais Dr. Samia, watu wote ambao ni ndugu zetu wakimbizi walio hapa tutawahudumia hata pale itakapohitaji rasilimali za nchi yetu kuzitumia. Rais wetu amekuwa anafanya hivyo wakati wote, hata pale tulipokosa ufadhili na fedha za wadhamini. UNHCR aliendelea kutushika mkono, lakini wapo wengine ambao hawakupata, pengine tuliwaombea kwa Mwenyezi Mungu ili wapate, waongeze nguvu. Lakini zilipokosekana kabisa, Dr. Samia rais wetu hakusita kuweka mkono wake ili nyinyi muendelee kuishi kwa amani na utulivu katika taifa letu. Tunawapenda ndugu zetu, mmetupa uzoefu, mmetupa mifano na uhalisia, na sisi tunajifunza kutoka kwenu. Mmeeleza sababu mbalimbali za ukosefu wa amani kwenye mataifa yenu, lakini na sisi pia zipo ambazo tumeendelea kusimama kama taifa kuhakikisha hazitokei. Zipo sababu ambazo zinafanana pengine na nchi nyingine, lakini moja ya sababu nyingi huwa ni kusababisha matatizo ya uongozi na kusababisha hasara kwa serikali, ambapo wananchi wanaenda kupata mateso. Masuala kama ya rushwa, kujipatia fedha kwa manufaa binafsi na kwa kutumia mifumo ya serikali, masuala ya utakatishaji fedha, mambo ya ukwepaji kodi na magendo yanayonufaisha wachache na kuumiza walio wengi, mambo ya maslahi, ubadhirifu, wizi wa mali za umma, ambazo umma ni mali ambazo serikali na wananchi wote wanazitumia, kugushi na kufanya udanganyifu unaopelekea kunufaisha wachache, masuala ya uhalifu wa kiuchumi na uhalifu uliopangwa, makosa yanayoweza kuhatarisha amani ya nchi. Mojawapo pia kati ya hayo yote niliyoyasema, hayo yote ukiwemo uhaini, uchochezi wa vurugu za kisiasa, vurugu za maslahi ya vyeo na mali zinazosababisha wananchi kuanza kugombana, ubaguzi wa kidini, ubaguzi wa kikabila na ukanda. Lakini pia yapo mambo ya utapeli na dhuluma kwa wananchi, masuala ya wizi, makosa ya kuvunja maadili ya taifa fulani, lakini unyanyasaji wa kijinsia na makundi mbalimbali. Haya yote husababisha madhila makubwa kama hayatasimamiwa vizuri. Niwahakikishie serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya katiba yake ya mwaka 77 na marekebisho yake, chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama, pamoja na serikali yake, bunge na mahakama, tutaendelea kusimamia haki za binadamu, tutaendelea kusimamia utii wa sheria, tutaendelea kusimamia maslahi ya wananchi wote, wakiwepo wakimbizi, marafiki zetu kutoka nchi mbalimbali. Tutasimama katika haki, hatutamuonea mtu wala kumpendelea mtu, lakini tutahakikisha amani na usalama wa taifa letu unaendelea kuwepo, ili haya mlioyasema yasije yakajitokeza katika taifa letu.